yupo mtuhumiwa ambaye amepelekwa mahakama ya wilaya Kinyerezi, ambayo ni mahakama ya wilaya Ilala Kinyerezi. Anaitwa Athman Abdalla Muganda. Huyu anatoka kwenye kanda yangu. Ndio maana nimesema licha ya kwamba Dr. Nshala alizungumza, ni lazima na mimi nizungumze, kwa sababu na mimi kuna wananchi wangu wameathirika. Kupewa kesi ya ugaidi si kitu kidogo. Athman Abdalla Muganda anafanya shughuli zake Kariakoo za biashara. Tarehe 7 mwezi wa 7 2026 alijirekodi clip akionyesha hali ya Kariakoo kwamba hakuna watu, na akasema niko hapa lakini hatuwezi kufanya biashara kwa sababu leo watu hawapo. Kitendo cha kujirekodi clip ile ya kuonyesha mazingira ya Kariakoo kwamba hakuna watu, nawezekana watu waliogopa kuwepo pale kwa sababu ya woga wa kile ambacho watu walikuwa wamesema ni maandamano yatafanyika. Kitendo cha kujirekodi na kuonyesha kwa watu kwamba Kariakoo kuna hali hii, ambacho ni kitendo kinachoruhusiwa kisheria, kwa sababu kama Mtanzania anayo haki ya kupata taarifa, kutoa taarifa, ili mradi asivunje sheria za nchi, kama ibara ya 18 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza. Kama ambavyo hata nyinyi waandishi wa habari mlikuwa mnaonyesha mitaani jinsi hali ilivyo, na alifanya hivyo. Lakini Athman Abdalla Muganda, baada ya kutoa ile clip, alifatwa na polisi, akakamatwa, akapelekwa kituo cha polisi Buguruni, akawekwa mpaka tarehe 17. Yani Muganda bila watu kujua yuko wapi, amekaa kituo cha Buguruni polisi kwa siku 10 kwa sababu tu ya kurekodi, kuonyesha kwamba hii ndo hali iliyopo Kariakoo leo. Na baadaye tarehe 17 akadhaminiwa kuelekea 18. Alipodhaminiwa, amerudi majuzi, ameitwa kwenda kuripoti polisi, akapelekwa mahakamani na kwenda kusomewa kesi ya ugaidi. Unajiuliza, ni kesi ya ugaidi ya namna gani ya mtu kurekodi kuonyesha kwamba Kariakoo hakuna watu leo katika mazingira ya kawaida? Nimetamani ni play hiyo clip hapa, lakini naheshimu muda wenu waandishi na Watanzania wanaotusikiliza. Kusema tu kwamba Kariakoo leo hakuna watu, mtu ameenda kupewa ugaidi na yumo ndani. Lakini sababu ni nini? Ni kwa sababu kwanza ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sasa kwa nini unampa ugaidi? Unapata picha ni kwamba hizi kesi zinazoitwa za ugaidi zinatumika kisiasa, kwa nia za kisiasa, na hasa za kuwakandamiza wanachama na viongozi na wapenda haki, hasa wanaojihusisha na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hakuna kosa kwenye hii the Prevention of Terrorism Act linalosema mtu akitoa taarifa kama hiyo ya kuonyesha Kariakoo hakuna watu ni kosa la ugaidi. Lakini leo Muganda yuko Segerea mahabusu, ana siku karibia ya 4 yuko ndani, na kesi yake inakuja tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026 pale katika mahakama ya wilaya ya Ilala Kinyerezi kwa ajili ya kutajwa. Huyu mtu maana yake ni kwamba biashara zake haziendelei. Huyu mtu ana mke anayemtegemea. Huyu mtu ana watoto wanaomtegemea, wanaosoma. Huyu mtu bahati nzuri mimi namfahamu mpaka kwao Urambo, Tabora. Nimesema ni mwenyekiti wa kanda, na bahati nzuri mimi natokea Tabora, hasa Urambo. Napajua hadi kwao, wazazi wake wanamtegemea. Kwa hiyo watu
zaidi ya 10 wanakosa huduma ya muganda ambaye amewekwa ndani kinyume cha utaratibu kabisa kwa kumpa kesi kubwa ya ugaidi, kwa kusema tu Kariakoo leo hakuna watu.